بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المتابعين الكرام السيد والسادة في كل أنحاء العالم وفي بلدنا الحبيب جزيرة الأمن والسلامة جمهورية تنزانيا المتحدة، أرحب بكم أهلا وسهلا ومرحبا بكم. Ndugu zangu, kama ilivyo kawaida yetu na kama ilivyo ada yetu, kwa mara nyingine tunakutana katika chaneli yetu hii ya Sha'arawi TV. Lengo, madhumuni na shabaha yetu ni kukujuza yale ambayo tunayopaswa kukujuza kuhusu matukio muhimu na ya msingi yanayojiri ulimwenguni na yameshika hatamu katika vyombo vya habari. Na leo tutakuletea makala yetu hii kuhusu maandalizi ya serikali ya Marekani ambayo imejiandaa kupeleka wanajeshi ndani ya Mashariki ya Kati wapatao takriban 50,000. Lakini wakati huo huo tayari watu wengi wamekuwa wakijiuliza maswali. Ni kwa nini China anatumia nguvu nyingi sana kwa kuagiza silaha kubwa, lakini pia amekuwa akitumia nguvu sana kwa kuagiza ndege kubwa zaidi ya 16 katika serikali ya Iran? Lengo lake ni nini? Lakini je, vita tulivyo navyo sasa ulimwenguni, je, vita hivi ni kweli kwamba nyuklia ndio uamuzi wa mwisho unaoweza kutatua changamoto na migogoro duniani, au ndio ambayo inayoweza kumfanya mtu kwa kuimiliki nyuklia ndio awe the superpower in the world? Haya yote tutakuja kuyaangalia katika makala yetu hii ya leo na uchambuzi wetu huu wa leo. Lakini kwanza kabisa ni kuombe mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa vipindi vyetu hivi, ikiwa ndiyo mara yako ya kwanza kufuatilia chaneli yetu hii, basi ni kuombe kwamba usisahau kubonyeza alama ya subscribe kama bado haujabonyeza. Lakini pia usisahau kubonyeza alama ya kengele, kwa sababu hii itakufanya kuwa wa kwanza kupata makala zetu na maudhui zetu na chambuzi zetu mbalimbali mara tu tutakapoziweka katika channel hii. Lakini pia usisahau kulike, kucomment pamoja na kushare. Ndugu zangu, tunategemea sana support yenu. Uwepo wetu sisi ni pamoja na support yenu. Bila support yenu uwepo wetu sisi hauwezi kuwepo. Idhan tunakuombeni msisahau kubonyeza alama ya subscribe. Ndugu zangu, pamekuwa kuna maswali mengi sana. Pentagon chini ya Rais Donald Trump kama amiri mkuu wa majeshi nchini Marekani amepitisha kwamba imefikia wakati sasa wa kupeleka wanajeshi wa miguu ambao watakaokuwa na uwezo wa kuingia kwa miguu, lakini lengo lake ni kwa ajili ya kufungua lango la Hormuz, lakini pia kuvamia katika nchi ya Iran. Maana yake makombora peke yake, ndege peke yake, drones peke yake haziwezi kuiondoa na kuipindua serikali ya Iran. Idhan tunapaswa kutuma wanajeshi wa miguu ambao watakaokwenda kupigana. Lakini wazo hilo wakati linakuja tayari limepokelewa na Iran, ambapo Irani sasa kwa muda wote wa vita tangu phase ya kwanza, hatua ya kwanza, hatua ya pili na hatua ya tatu na mwanzo wa hatua ya 4, katika mashambulizi yake yote aliyokuwa anayafanya ndani ya Mashariki ya Kati, alikuwa anawatumia wanasayansi wa kike ndio ambao waliokuwa wanatuma makombora haya kutoka kwenda kushambulia kambi zote za Marekani zilizopo ndani ya Mashariki ya Kati. Lakini pia ndio waliokuwa wanatuma makombora kwenda katika miji ya Israel ikiwemo Tel Aviv na kushambulia vinu vya nyuklia vilivyopo katika mji wa Daimuna. Kazi kubwa inaendelea kufanywa na hawa wanasayansi wa kike, na hapa tunapata funzo. Ikiwa wenzetu wamewaandaa watoto wa kike na mabinti wa kike chini ya umri wa miaka 25, kuanzia 15 mpaka miaka 25, ndio wanaweza kufanya matokeo haya makubwa tunayoyaona sasa ya mashambulizi. Tujiulize, wasichana wetu hapa na wanawake wetu hapa walio wengi leo wanafanya nini? Namna gani tumewatengeneza? Lakini ukija ukaangalia unakuta kwamba ni kinyume, kwamba wanapishana na dunia inavyokwenda.
leo hii wasichana wetu wengi ndio ambao wamegeuka kwamba wanajiuza nyuchi zao katika mitandao ya kijamii, wanauza tupu zao katika mitandao ya kijamii. Ndio hao leo wametengeneza makundi ya kwenda, kazi yao ni kucheza uchi katika sherehe ambazo ni sherehe ambazo zinazotengeneza heshima. Ndio hao leo wanakutana katika viwanja na maeneo mbalimbali kwa ajili ya kuuza miili yao. Lakini tujiulize ndani ya miaka 10 kwamba hawa wanawake ambao leo anakuwa wanacheza uchi katika mitandao, leo wanakuwa wanajiuza katika makasino, leo ndio wamekuwa wanashughulika na masuala ya ushangingi, umbea na uvunjifu wa maadili katika jamii. Tujiulize ndani ya miaka 10 kwamba hawa watakuwa na nini? Matokeo yake itakuwa ni aje? Ni kizazi gani ambacho watakuja kukisimamia? Ni kizazi gani ambacho watakuja kukiandaa? Sasa funzo kubwa tunachukua kutoka katika mfumo na utaratibu na nidhamu iliyoundwa na serikali ya Iran, namna gani waliweza kuwaandaa wanawake wao ambao leo ndio hao wamekuwa masayansisti wakubwa. Ikumbuke hata mashambulizi ya awali ya Israel ndani ya Iran yalilenga shule maalum ya wasichana, ambao wasichana hawa walikuwa ni sehemu ya watu wanaoandaliwa kwa ajili ya kuja kuwa wanasayansi wakubwa. Lakini leo hii sisi tumekuwa ni kinyume. Tuachane na hayo, na hii ni maudhui ambayo tutakayokuja kuizungumzia katika kipindi chake maalum. Kwa hiyo katika fezi ya kwanza na fezi ya pili na fezi ya tatu na mwanzo wa fezi ya 4 wa mashambulizi ya Iran katika kambi zote za Marekani ndani ya Mashariki ya Kati, lakini pia mashambulizi yaliyokuwa yanayoendelea kuelekezwa Israel, mashambulizi haya yote yanatekelezwa na wanawake. Sasa Marekani aliposema kwamba tunaandaa maalum jeshi la miguu kwa ajili ya kwenda kufungua mlango wa Hormuz, lakini pia kuivamia Irani kwa kupitia jeshi la miguu, Irani sasa imeandaa wanajeshi zaidi ya 1,000,000 na tayari kuwasambaza katika maeneo yote ya mipakani. Lakini wakati huo huo tayari jeshi la Iran limekuwa likitega mabomu katika maeneo yote na njia zote ambazo zinasadikika kwamba njia hizo ndizo zitakazotumiwa kupitiwa na maadui mara tu watakapokuja. Unaweza ukaona namna gani vita inaenda kuwa na matokeo mazito, vita inaenda kuwa na madhara makubwa, lakini madhara yote haya yanatengenezwa na watu maalum na genge la watu wachache ambalo linalowatumia watu wengi na kupoteza maisha ya watu wengi kwa ajili ya maslahi yao binafsi. Lakini wakati huo serikali ya China ambayo kwa kiasi kikubwa imekuwa na maslahi mapana, maslahi mazito, maslahi makubwa na maslahi mengi, na serikali ya Iran tayari imekwisha agiza shehena ya ndege takriban 16 ambazo zimebeba shehena za silaha. Maana yake kwa ajili ya kwenda kuisaidia Irani, tangu tu Marekani na Washington ilipothibitisha kwamba inatuma wanajeshi takriban 50,000 ndani ya Mashariki ya Kati kwa lengo la kutaka kuivamia Iran. Sasa unaweza ukajiuliza ni kwa nini China ameweza kutuma takriban tangu mwanzo ameweza kutuma silaha, lakini pia ameweza kutuma radar pamoja na makombora ya cruise ambayo yana uwezo wa kushambulia meli. Unaweza kujiuliza ni kwa nini? Ndugu zangu, watu wengi sana katika dunia ya leo, unapozungumzia mgogoro au vita baina ya Marekani na Iran au Israel na Iran, wengi wamekuwa wakiweka kipaumbele kwamba tatizo ni nyuklia. Lakini nyuklia sio tatizo la kusababisha kwamba ndio inaweza ikawa ni tatizo la kusababisha kutokea kwa migogoro hii au kumalizika kwa migogoro hii. Lakini kumiliki nyuklia maana yake haikufanyi wewe kuwa ndio superpower in the world, bali uchumi ndiyo taswira ya umiliki wa kila kitu. Uchumi ndiyo inaokufanya wewe kuwa ndio superpower in the world. Maana yake utakapomiliki nyuklia peke yake, halafu hauna vyanzo vya kiuchumi, haumiliki rasilimali za kiuchumi, maana yake you are not superpower in the world. Wewe hauwezi kuwa ni superpower in the world. Sasa kinachotokea leo maana yake ni kwamba Marekani
inakuja kuthibitisha kwamba yenyewe sio superpower in the world kutokana na kutomiliki vyanzo vya uchumi vikubwa, malango ya uchumi makubwa duniani. Ndio chanzo cha vita hii. Sasa China huko amekwisha paona tangu mapema. Kwa hiyo alichofanya ni kuweka mkataba maalum pamoja na Irani ambayo imewekewa vikwazo tangu mwaka 1979 takriban. Vikwazo vimekuwa vikiongezeka siku baada ya siku, lakini pamoja na wingi wa vikwazo, maana yake Iran ndiyo ilikuwa imeungana na Libya pamoja na baadhi ya nchi za Kiarabu kupeleka msaada mkubwa katika serikali ya Afrika Kusini kumsaidia Nelson Mandela ili kuweza kuchukua uhuru wake kamili. Lakini Iran pamoja na nchi zingine pamoja na Libya pamoja na nchi zingine ndio ambao waliokuwa wakitoa fandi kubwa kwa Muammar Gaddafi kipindi wanapigana katika kuhakikisha kwamba wanapata uhuru wao kamili. Lakini Irani pia amekuwa ni msaada mkubwa katika nchi za Kiafrika, hilo linatambulika, pamoja na ukubwa wa vikwazo alivyokuwa navyo. Lakini bila kujali vikwazo anavyopitia, maana yake ni kwamba vikwazo alivyokuwa navyo havikuweza kufua dafu katika kipindi hicho, haikuweza kuwa ni sababu ya yeye kutokuendelea, haikuweza kuwa ni sababu ya yeye kutofanya mageuzi ya kiuchumi, maendeleo pamoja na mageuzi ya kijeshi. Maana yake vikwazo vile havikuweza kumsaidia. Sasa nini alichofanya na serikali ya Mchina? Kwanza ni kuhakikisha kwamba anaweka mkataba ambao utakaomfanya Mchina yeye alete maendeleo ya kimuundombinu, alete maendeleo ya kisayansi nchini Iran, lakini mwisho wa siku mbadala wa maendeleo yake maana yake ni Mchina kuchukua mafuta, ambapo sasa takriban 80% ya viwanda vya uzalishaji vya Mchina vinategemea mafuta kutoka nchini Iran. Kwa hiyo mkataba uliowekwa sio mkataba wa pesa, kwamba toa pesa ili tukuletee toa pesa tuchukue mafuta yako, au maana yake chukua pesa maana yake tuletee miundombinu. Hapana, bali chukua kitu, halafu mbadala wa kitu utakachochukua maana yake wewe ndio unatuletea maendeleo. Maana yake hii ni hatua moja kubwa sana ambayo mataifa yetu ya Kiafrika pia yana nafasi kubwa ya kujifunza na kuona namna gani aina hizi za mikataba zilizofanywa na wenzetu ikawa ni sababu ya kuleta mageuzi chanya tena kwa haraka zaidi, ndiyo ambayo sisi tunatakiwa tutumie, kwa sababu tunamiliki rasilimali ya migodi, tunamiliki rasilimali ya dhahabu, almasi, diamond, lakini pia tunamiliki rasilimali ya gasi, tunamiliki rasilimali ya bahari, maziwa na kadhalika. Ardhi tunamiliki, japokuwa tunamiliki nusu. Maana yake ni kwamba yule anayetaka kuja kuwekeza kwetu katika masuala ya migodi, basi achukue rasilimali zetu, lakini sisi tuwe tunamuomba atutengenezee kile ambacho sisi tunakihitaji. Maana yake asilete pesa tu peke yake. Bana, chukua dhahabu, chukua gesi, chukua almasi, lakini sisi tunataka utuwekee jambo fulani. Uhakikishe kwamba unalitengeneza jambo fulani linasimama mpaka mwisho. Hii ni sehemu ya mambo ambayo tunatakiwa kuiga kutoka katika serikali ya Iran, na itakuwa ni sehemu ya kudhibiti rasilimali zetu kwa kuleta mageuzi chanya na kutotumiwa hovyo hata na wale ambao ni sehemu ya watu wanaozungumzwa kuwa ni mafisadi ndani ya nchi zetu, wanaotumia mamlaka zao kwa ajili ya kuidhoofisha nchi kwa kutanguliza maslahi yao binafsi na kuweka mikataba ambayo haina maslahi na nchi yetu. Sasa serikali ya Iran iliweza kufanya hivyo. Ndio maana sasa unaona kwamba Mchina hawezi kukubali kwamba Irani ianguke, kwa sababu anguko la Iran maana yake 80% ya mafuta anayoyapata kutoka Iran maana yake hatoweza kuyapata, na iwapo atashindwa kuyapata maana yake soko lake la biashara litakuwa limeanguka. Soko lake la biashara la uchumi likianguka, maana yake mfumuko wa bei ya vitu utakuwa ni mkubwa. Sasa mfumuko wa bei ya vitu utakapokuwa ni mkubwa, maana yake pesa yake itakuwa imeshuka thamani. Lakini jambo la pili ni kwamba Iran anathibitisha kwamba yeye yuko katika nyonga ya dunia. Maana yake nyonga hiyo, laiti kama anaishikilia vizuri basi na kuweka vikwazo katika nyonga hiyo, maana yake huku mfumuko wa bei utakuwa ni mkubwa, na mfumuko wa bei utakapokuwa ni mkubwa maana yake asiru
tankhafid, ile nini ni shilling pamoja na pesa itakuwa inaanguka thamani yake. Itakapoanguka thamani yake, maana yake dunia nzima itakuwa imekabiliwa na tatizo la uchumi. Sasa lango hili ambalo amelishikilia Iran, maana yake tunasema kwamba ndio ameshikilia kwenye ini la dunia. Ameshikilia kwenye ini la nini, au moyo wa dunia upo hapa katika mlango huu wa Hormuz, ambapo Iran ameanza kutega mabomu ya chini kuziwia meli yoyote ambayo itakayokatiza katika lango hili, ili kuweza kufanyaje, kuweza kuiziwia isiweze kupita. Na imeripotiwa leo kwamba kuna meli ya Marekani ambayo ilijaribu kutaka kuvuka katika hili lango, mlango wa Hormuz, tayari imeshambuliwa na imeripuliwa vibaya mno. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba Iran no retreat no surrender, kwamba hatoweza kukubali kupitisha meli ya aina yoyote, sanjari na mazungumzo ambayo yamekuwa yakizungumzwa, lakini hatoweza kukubali kupitisha meli yoyote. Na tayari amekwisha iambia serikali ya Marekani kwamba iwapo mnataka kupitisha meli, basi ni lazima ihakikishe kwamba kila meli inatoa dola milioni 2. Kila meli ni lazima itoe dola milioni 2, ndipo meli hizo zitafanyaje, zitaweza kupita katika mlango wa Hormuz. Na la sivyo ni kwamba haiwezi kupita meli ya aina yoyote ya Marekani na meli ambazo zinazohusiana na Marekani, kuonyesha kwamba Iran tayari amekwisha jua. Iran anataka kumdhoofisha Marekani. Iran ameshajua udhaifu wa Marekani uko wapi. Sasa Marekani ni moja kati ya nchi zinazoongoza kuwa na uzalishaji mkubwa wa bidhaa viwandani, lakini pia wamekuwa wakitegemea asilimia kubwa ya mafuta kutoka Mashariki ya Kati. Mafuta ambayo wanaotegemea kutoka Venezuela, maana yake sio mepesi zaidi kushinda yale mafuta yanayotoka wapi? Yanayotoka Iran. Sasa ili tuyachukue mafuta ya Irani zaidi, maana yake inatupasa sisi tutawale, tudondoshe serikali ya Irani na kutawala lango la Hormuz, jambo ambalo sasa Irani haitoweza kukubali, kwa sababu tayari maslahi yake yanapatikana zaidi kutoka Urusi, yanapatikana zaidi kutoka China, yanapatikana zaidi kutoka nchi zingine zaidi ya Marekani. Na wakati huo huo tayari Marekani ndiyo imechukua tenda kubwa la kusambaza mafuta katika nchi za Ulaya. Sasa ndugu zangu, yapo mengi sana ya kuweza kujifunza katika vita hivi. Yako mengi sana ya kuweza kuzungumza katika vita hivi. Yako mengi sana ya kuweza kujadili katika vita hivi. Lakini suluhisho pekee la vita hivi ni kwamba ni lazima Rais Donald Trump pamoja na washauri wake wakubali masharti waliowekewa na Iran. Na kama ataendelea kufanya kiburi, maana yake ni kwamba anakwenda kudhalilika, anakwenda kushuka heshima yake duniani, na anaonekana kwamba yeye ni simba tayari asiyekuwa na meno. Lakini wakati huo huo makombora yamezidi kuvugumizwa. Tunasema serikali, jeshi la Iran limezidi kuvurumisha makombora makubwa na mazito katika nchi ya Iran, likiwemo kombora wanaita al-Qumbulatun Ruz, kombora la mchele. Yani lenyewe likipigwa, ndani ya lile kombora yanatoka makombora mengine takriban 25 mpaka 80, jambo ambalo mifumo ya Israel, Patriot, Iron Dome na Thadi imeshindwa namna ya kuziwia. Lakini kutokana na athari ya makombora hayo, imepelekea Waisraeli wengi kukimbilia katika, kwanza kufariki, lakini pia kukimbilia katika mahandaki ya chini, yani like mouth, kama vile panya, jambo ambalo meya wa jiji la Tel Aviv ametupa lawama kubwa sana kwa Benjamin Netanyahu, lakini pia ametupia lawama kubwa sana kwa rais wa Israel, lakini pia kwa jeshi la Israel kwa kushindwa kuwalinda. Na anasema katika maneno yake, ikiwa kama sisi ni taifa teule la Mwenyezi Mungu, inakuwaje ninyi mshindwe kutulinda kutokana na silaha hizi, kutokana na uadui huu, kutokana na mauaji haya? Leo hii tumekuwa tunaishi kama vile mfano wa panya,
ambaye anatoka anachungulia na akisikia kishindo anarudi katika shimo lake. Sasa haya maana yake ni madhaifu makubwa, yameonyesha kwamba vita hii Israel haiwezi. Lakini msemaji mkuu wa jeshi la Israel ametamka wazi kwamba laiti kama hawatoongeza idadi kubwa ya wanajeshi na vita hivi havitoweza kusimama, maana yake